Somo letu kwa siku ya leo, andika umuhimu wa kumjua Mungu wa baba yako. Andika hivyo, umuhimu wa kumjua Mungu wa baba, umuhimu wa kumjua Mungu wa baba yako. Amen. 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 Umuhimu wa kumjua Mungu wa baba, umuhimu wa kumjua Mungu wa baba yako. Kumjua. Ukisoma Biblia, iko tofauti ya kumfahamu mtu na kumjua mtu. Amen. 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 Lakini kwa haraka watu wengi tunatumia neno la kusema namjua mtu, lakini kibiblia kujua ni tofauti na kufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Kumfahamu mtu na kumjua mtu ni vitu viwili tu. Kumjua mtu ni mahusiano. Bwana Yesu asifiwe. Kumjua mtu ni mahusiano ya ndani kibiblia. Kisoma kitabu cha Mwanzo kinazungumza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinazungumza habari ya kujua. Kuna mtu kwenye Biblia anasema akamjua mkewe akapata mimba. Unaona? Akamjua akapata mimba. Akamjua, sio akamfahamu. Kwa ninaposema umuhimu wa kumjua baba yako, Mungu wa baba yako, nina maana ya mahusiano. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, Yesu asifiwe sana. Amen. Umuhimu wa kumjua Mungu wa baba yako. Some Biblia, kitabu cha Nyakati ya kwanza sura ya 28 mstari wa 9. Umuhimu wa kumjua Mungu wa baba yako. Umuhimu wa kumjua Mungu wa baba yako. Baba yake na Sulemani ni Daudi. Amen. Ni nani? Sasa Sulemani anaambiwa ya kwamba nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako. Mjue Mungu wa baba. Mjue Mungu wa baba yako. Umuhimu wa kumjua Mungu wa baba yako. Nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako. Mjue Mungu wa baba yako. Sawa. Ukamtumikie kwa moyo mkamilifu. Ukisha mjua Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu. Na kwa nia ya kumkubali. Na kwa nia ya kumkubali huyo Mungu wa baba yako. Kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote. Kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote. Na kuyatambua mawazo yote ya fikra. Na kuyatambua mawazo yote ya fikra. Ukimtafuta ataonekana. Sikiliza, ukimtafuta huyu Mungu wa baba yako ataonekana. Ukimtafuta Mungu wa baba yako ataonekana. Nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mjue Mungu wa baba wa baba yako. Huyo mjue Mungu wa baba yako. Amen. Anasema Mungu hutafuta mioyo ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na anasema huyo Mungu ukimjua, umtumikie kwa moyo wa kumkubali, si ndio? Kwa nia ya kumkubali. Na ukimtumikia Mungu huyo, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sulemani anaagizwa na Daudi baba yake ya kwamba mjue Mungu wa baba yako. Mungu ambaye Sulemani baba yako alikuwa na mwabudu, Mungu wa Daudi. Maana yake Sulemani mtoto wa Daudi amjue Mungu wa baba yake Daudi, alafu akamkubali, akamtumikie kwa moyo wote, kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo ya watu wanaweza kumtumikia. Anasema ukimtumikia ataonekana kwako. Ataonekana. Somo langu ni muhimu wa kumjua Mungu wa baba yako. Amen. Mungu wa baba yako. Mungu wa baba yako. Ukishamjua, mtumikie kwa moyo wa kumkubali, naye Mungu ataonekana kwako.
Lakini somo langu ni umuhimu wa kumjua Mungu wa baba yako. Mungu wa baba yako, popote unapoabudu lazima ujue Mungu wa baba yako. Kila kanisa unaloenda, jambo la kwanza mjue Mungu wa baba yako. Baba yako anayezungumza ni baba yako wa kiroho. Mjue Mungu wa baba yako anayesimamisha hiyo madhabahu. Mungu wa baba yako ukishamjua, hakika utaabudu vizuri, na huyo Bwana atakufanikisha, na huyo Bwana atakutokea, kwa kuwa umemjua Mungu wa baba yako. Umemjua Mungu wa baba yako. Kuna muhimu wa kumjua Mungu wa baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisome kitabu cha Mwanzo sura ya 28:13. Kumjua Mungu wa baba yako. Unajua kuna watu hawamjui Mungu wa baba yao. Natazama Bwana amesimama juu yake. Natazama Bwana amesimama juu yake. Akasema, mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahim. Sikiliza Mungu. Mimi ni Bwana wa Mungu Ibrahim. Wa Mungu Ibrahim, baba yako, na Mungu wa Isaka. Mimi ni Mungu wa baba yako Ibrahimu, baba yako, na Mungu wa nani? Wa Isaka. Nchi hii uilalayo nitakupa wewe na nitakupa wewe. Sikiliza. Hapa Mungu anajitambulisha kwa majina ya baba, sawa? Anasema mimi ni Mungu wa baba yako Ibrahimu na Isaka. Mungu utambulisho wake anajitambulisha kuanzia baba kwanza, sawa? Anasema mimi ni Mungu wa baba yako Ibrahimu na nani? Na Isaka. Ndio maana anasema kuna muhimu wa kumjua Mungu wa baba yako, Mungu wa baba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Yesu asifiwe.